Majina yangu ni Mtindi Amani Kaburu, mkereketwa wa Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, chama kimeendelea kufanya vizuri na program zake ambazo mnaziona, lakini kuna upotoshaji mkubwa na propaganda nyingi sana zinaendelea kutawanyika kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hivyo leo mtapata wasaa wa kusikia mawazo ya CCM juu ya mambo yote yanayoendelea na kufuta propaganda zote ili kusudi hali iendelee kuwa kama inavyostahili na watu wapate mawazo ya aina zote. Ndugu zangu, kwa mtu yoyote anayeweza kufanya tathmini anafahamu fika kwamba kati ya 2025 mpaka 2030 Chama cha Mapinduzi ndio chama kinachokwenda kushika dola. Kwa mantiki hiyo, ni muhimu sana kuelewa Chama cha Mapinduzi kinaenda kufanya nini kwa wakati huo. Ndugu zangu, tofauti na vyama vingine vyote, CCM ni chama ambacho kinaanza kwa ilani na kinamaliza kwa ilani. Kwa hivyo chama chetu kinaweza kulaumiwa kwa yale kiliyoyaahidi na yale ambacho hakikuweza kuyatekeleza. Lakini kwa siku zote chama kimekuwa kinalaumiwa kwa mambo ambayo yametokana na mabadiliko yaliyofanyika na Chama cha Mapinduzi. Nitakupa mfano. Leo unapojenga reli ya kisasa, pembezoni mwa reli ya kisasa kutatengenezeka miji ambayo itataka hospitali, itataka masoko, itataka shule na vitu vingine. Kwa hiyo kuna mazungumzo mengi kabisa ya kwamba kila siku CCM iko inajenga vitu vidogo bila kuzingatia mazingira mengine yote. Sasa masuala haya ya propaganda ni masuala ambayo yanarudisha nyuma sana fikra za watu na namna gani ya watu ambavyo wanaweza sasa wakawa wanashiriki katika kuzitathmini siasa katika namna ambayo ina mantiki. Kwa hivyo sio ajabu kwa vyama vya upinzani kuwa vinaanza na ajenda fulani na vinamaliza na ajenda nyingine, kwa sababu ni vyama visivyokuwa na mwelekeo wala visivyokuwa na msimamo unaoeleweka. Mtakumbuka kati ya mwaka 2005 mpaka 2015 ajenda kubwa ya vyama vya upinzani ilikuwa ni ufisadi, lakini umoja wa vyama hivyo, umoja wa Ukawa wenye chama cha Chadema, Kafu, NCCR na NLD, ulikuwa na ulienda kumchukua mgombea ambao CCM iliona ni busara kwa sababu ya namna ambavyo alikuwa amezungumzwa na watu hawa kwa madhumuni wanayojua wao kwamba wamuondoe, lakini wao wakasema wanamchukua mtu yule Mheshimiwa Edward Lowassa na kumpa nafasi ya kuwa kiongozi wa juu kabisa wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa tangu hapo watu hawa ni watu ambao hawana ajenda. Ajenda waliokuwa nayo baada ya hapo ilikuwa sasa sio tena ufisadi, ilikuwa ni mabadiliko. Jambo ambalo ndani ya miaka 2 mpaka 3 Rais wa wakati huo John Joseph Pombe Magufuli na makamu wake Rais Samia Suluhu Hassan walifanya mabadiliko ambayo hakuna ubishi wowote kwamba yalikuwa ni ya dhati na ya kila mtu, hata Mtanzania wa kawaida aliweza kuyaona. Sasa watu hawa wakabadilika na kuzaliwa na ajenda nyingine, kwa sababu huwa ni watu ambao hawana mwelekeo, hawana ilani, na kuenda sasa kutaka demokrasia bila maendeleo. Ndugu zangu, watu hawa kutokana na wakati huo ikaonekana ni wakwamishaji wa maendeleo, na hivyo shughuli zao mbalimbali zikasitishwa na wakalalamika sana kwamba utu wao na haki zao zinatwezwa. Na baada ya kuondoka kwa Rais John Joseph Pombe Magufuli, Rais Samia akachagua kwenda na kazi na utu. Sasa basi kwa kuwa watu hawa ni watu ambao hawana mwelekeo, ni watu ambao hawamaanishi wanachozungumza, hata siku moja hawajawahi kufanya hivyo, vyama vya upinzani sasa vinakwenda rasmi kubatizwa kwa moto. Vinabatizwa kwa namna gani? Vyama vya upinzani vilianzisha no reforms no election kama maigizo ambayo Rais Samia Suluhu alikataa kwenda kuyacheza.
kwa sababu walitoa mapendekezo ya kufanya reforms kubwa ambazo ni za kikatiba na kusema Rais Samia Suluhu aendelee kwa miaka 2 mpaka pale watakapokamilisha mabadiliko hayo. Ndugu zangu, jambo hilo ni kinyume sana na katiba yetu ya nchi ambayo inataka kila miaka 5 tufanye uchaguzi na ni haki ya kila Mtanzania. Na kama hatutafanya uchaguzi, basi iwepo nchi iko inapigana na adui wake, kitu ambacho hakipo na vyama vingine vyote havioni kama msimamo huo ni makini, lakini chama kimoja kinaona kama jambo hilo ni la maana sana la kutaka kumrubuni na kudhani kwamba ni mtu ambaye ni mtu mpendaji wa madaraka Rais Samia Suluhu kwa kumwambia aendelee kwa miaka 2 ili wao wakae kwenye kamati ndogo ndogo za kufanya hayo mabadiliko wanayodhani kwamba wanataka kuyafanya, ambao sio mabadiliko ya msingi sana, isipokuwa tu ni kutafuta kujitengenezea mazingira ambayo na wao wapate chochote kitu. Sasa ndugu zangu, uhuni huu unakwenda kukwisha kwa sababu Chama cha Mapinduzi sasa ni ilani yake kuwa kinakwenda kuhuisha na kukamilisha mchakato wa katiba mpya. Kwa hiyo swala la katiba mpya sasa sio swala la kupigania wala sio swala la ahadi ya mgombea, bali swala la katiba mpya ni swala ambalo ni la ilani ya Chama cha Mapinduzi, na kwa sababu miaka yote Chama cha Mapinduzi kimekuwa kinatekeleza ilani yake, tuna hakika Chama cha Mapinduzi kinaenda kutekeleza mabadiliko ya katiba bila kuvunja katiba kwa kujiongezea miaka 2 isiyokuwa na maana yoyote kwa sababu ya shinikizo la chama kimoja kati ya vyama 19 vilivyosajiliwa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa madhumuni ya kufanya siasa. Ndugu zangu, kwa kuwa lengo ni kuondoa propaganda na upotoshaji unaotokea katika mitandao ya kijamii, nitazungumza kuhusu hoja moja ambayo nimeiona ni makini kutoka kwa sema lengo lake yeye na wenzake sio kupigania Chadema wala sio kupigania ACT Wazalendo, bali ni kupigania uwezo wa kukitoa CCM madarakani na kukirudisha kwa kadri ambavyo wao watakuwa wanataka. Kwa kuzungumza hivyo, kwa mara ya kwanza ameongea jambo makini sana, kwamba uwezo huo nchi yoyote iliyomachua kidemokrasia lazima iwe nao. Lakini kujua unachotaka au kinachotakiwa na kujua jinsi ya kukipata ni vitu viwili tofauti. Kwa sababu unapotaka kujenga uwezo wa kukiondoa CCM madarakani, jambo la kwanza unatakiwa ulifanye ni kutengeneza vyama mbadala. Vyama vilivyokuwepo Tanzania mpaka sasa, kwa namna ambavyo nimeshavisema kwa uchache, sio mbadala wa Chama cha Mapinduzi kwa namna yoyote. Na kimsingi vyama hivi havina uwezo wa kusurvive hata uchaguzi mmoja wa kidemokrasia. Vyama vyote NCCR, CUF vimedondoka kutokana na masuala ya kubadilisha uongozi, na Chadema ambacho kilikuwa kijawahi kufanya uchaguzi wa kidemokrasia kwa miaka yote kimefanya, na sasa mnaona kuna watu wanatoka wanaenda Chauma kwa kukataa matokeo, lakini waliobaki pia wanawakataza wengine wasizungumze. Na mtakumbuka ndugu zangu, yule kiongozi wa wanawake alivyopigwa na mpaka kwenda kulazwa. Kwa ni vyama ambavyo huwezi kwa namna yoyote ukavilinganisha na Chama cha Mapinduzi, licha ya changamoto ndogo ndogo ambazo lazima ziwepo katika vyama vya siasa duniani kote. Kwa hiyo ni shauri tu kwamba kipindi tunatengeneza uwezo wa kuiondoa CCM madarakani, zoezi la kwanza ni lazima tutengeneze vyama mbadala kwa kuvielekeza mambo sahihi, na sio kukaa tunavishabikia vyama ambavyo havijielewi, havina mwelekeo na havitambui nini vinafanya, havina ilani. Ni kila mtu anaweza akaibuka na mipango yake ambayo mengine ni feki kabisa na kupoteza mwelekeo moja kwa moja. Kwa hiyo niwatake Watanzania wote wahakikishe
wanaacha mambo ya kusikiliza mambo ya mitandaoni bila kuwa na tathmini na kumbukumbu zao binafsi zinazowasaidia kuchanganua mambo haya, ili sasa siasa iwasaidie badala ya wao kuisaidia siasa. Asanteni sana waandishi wa habari na Watanzania wote. Ujumbe huu ni muhimu sana kuuzingatia, na kila mtu aendelee kufuatilia program za Chama cha Mapinduzi za kutangaza mambo kinayoenda kuyafanya kati ya mwaka 2025 mpaka 2030, ili kusudi tuwe wote katika mwelekeo. Kama tunaenda kufanya mabadiliko ya katiba, kila mtu maoni yake yawepo. Kama tunaenda kuondoa umengimeza katika utumishi wa umma, kila mtu mawazo yake yawepo. Kama tunaenda kufanya mapinduzi aina yoyote ambayo yataelezwa vizuri sana katika zoezi zima la CCM, kila mtu